Sisi kwenye wilaya ya Kinondoni hii tuna maafisa usafirishaji zaidi ya 60,000 hivi kama risala ilivyozungumza. Sio kundi dogo, ni kundi kubwa kwenye wilaya moja. Lakini tunalishukuru zaidi kwa sababu ya kukubali, kwa sababu ya kuchagua na kuifanya hii kazi ya usafirishaji kwa utiifu mkubwa. Kwa idadi hiyo, kama kusingekuwa na utiifu na kuifanya hii shughuli vizuri, tungekuwa na majanga mengi sana katika wilaya yetu ya Kinondoni. Lakini ninawashukuru na kuwapongeza. Na mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya ya Kinondoni, tunafahamu jinsi ambavyo maafisa usafirishaji mmekuwa wa msaada mkubwa kwenye eneo la kuhakikisha amani na utulivu umeendelea kuimarika katika wilaya yetu ya Kinondoni. Mimi nisisitize sana utii wa sheria pasipo shuruti tunapokuwa barabarani. Tuhakikishe kwamba yale yanayopaswa kuzingatia tuyazingatie. Kuvaa helmet lisiwe jambo la msuguano kwa sababu ya maisha yetu, na tunafahamu kichwa hiki ni kiungo muhimu kweli kwenye mwili wa binadamu. Na ukianguka tu kikagonga hapo chini, shida yake ni kubwa. Kwa hiyo tuvae helmet, tuvae raba tunapoendesha hizo pikipiki au bajaji. Tuhakikisha tubebi mishkaki. Kuna pikipiki inabeba watu hadi 6. Mpaka ukiangalia hivyo unasema yaani mwingine kukaa kwake ni kukumbatia yule mwingine wa pale mbele. Ndio atakuwa amekaa hapo nyuma. Ni hatari, ni hatari, ni hatari. Kuendesha mtu hana side mirror kwenye hiyo pikipiki. Akitaka kuovertake lazima ageuke kichwa namna hiyo. Hiyo ni hatari kubwa. Makosa ambayo sasa hivi yanaonekana kwa wingi hasa ya pikipiki, kutoheshimu taa. Wanapita taa nyekundu, kutoheshimu vivuko vya watembea kwa miguu, lakini pia makosa ya magari kutanua, tunaita kutanua kwa lugha ya mjini hapa. Kutengeneza laini ya pili na ya tatu, wanakuwa wanatengeneza foleni pasipo sababu. Hao ndio makosa ambayo sasa hivi tunapambana nayo kwa nguvu kubwa, na yale magari ambayo ni mabovu au vyombo vya moto ambavyo ni vibovu tuko kwenye operation hiyo. Na sasa hivi tuna operation kali ambayo tunaendelea nayo. Yeyote ambaye atakuwa anajiingiza kwenye matatizo kama hayo, hatutakuwa tunamwacha, lazima tuchukue hatua. Kuna pia makosa ya ulevi, hasa siku za weekend. Madereva wengi wanakuwa wanalewa, wanaendesha vyombo vya moto. Mwisho wa siku wanasababisha ajali. Nao tunapambana nayo, vipimo ulevi tunavyo, tunawapima. Na hata hivi tunavyoongea hivi kuna baadhi wameshachukuliwa hatua, na baadhi ya wengine tumeshawapeleka mahakamani, na wengine bado tumewashikilia hata siku ya leo ambayo ni Jumamosi. Sisi kama maafisa usafirishaji wa wilaya ya Kinondoni tutahakikisha hakuna afisa usafirishaji atakayebaki kwenye kituo bila ya kuwa na leseni ya udereva. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza serikali kwa kupendekeza kupunguza gharama ya leseni na kuondoa gharama ya mapato kwa pikipiki zote. Sasa tunawaomba waheshimiwa wabunge kupitia bajeti hiyo kwa kishindo ili waweze kunufaika na hiyo nafuu iliyopendekezwa na serikali yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha kuwa huduma zinawafikia maafisa usafirishaji popote walipo, tumefanikiwa kuweza kuwa na ofisi za maafisa usafirishaji zipatazo 12 za kata kati ya kata zote 20.